Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha. Unasikiliza makala ya Hii ni Hali Halisi. Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel, karibu tena katika makala zetu ambazo umezoea kuzisikiliza hapa, na leo tuko na makala yetu ile ile ambayo mnaipenda nyote. Makala ambayo inaitwa Hii ni Hali Halisi. Hii makala inaitwa Hali Halisi, na leo tuna mwanamke ambaye ana umri wa miaka 45. Anaitwa Amina Rashidi, ambaye anatokea jijini Dar es Salaam katika kata ya Mwasonga, wilaya ya Kigamboni. Leo anatusimulia namna jinsi ambavyo mme wake alipokuwa ameolewa. Aliolewa na mwanamume ambaye mwanamume huyo ni mwanajeshi, lakini alianza kumfanyia vitu vya ajabu. Sasa twende tukamsikilize ili aweze kutusimulia vizuri. Kuna kitu cha kujifunza hapo mtazamaji. Kuna vitu vingi ambavyo utakavyoweza kujifunza, japokuwa kidogo wakati tunafanya mahojiano naye rekodi zake, vifaa vyetu vilituletea changamoto, lakini uzuri ni kwamba anasikika. Kwa hiyo unaweza ukaisikiliza story hii na hatimaye ukajifunza. Ni kitu gani dada Amina Rashidi ambacho kilikutokea kwa huyu mwanaume? Unaweza ukatuelezea sasa? Unasikiliza makala ya Hii ni Hali Halisi. Yaani kusema za ukweli, mambo ni magumu sana yanayoendelea katika ulimwengu. Alafu mtu huwezi kudhani, mtu unakuwa unamwamini sana anaweza kukufanyia vitu vya ajabu sana, kwa sababu yani kama huyu mwanaume huyu, hii familia tuseme hiyo mimi niliolewa, ni watu ambao tulikopo tunaishi nao huko Iringa, tumekuwa pamoja. Yani wazazi, mimi babangu alikopo askari, kwa hiyo wakati tunaishi Iringa hawa tulikuwa tunakaa nao jirani. Ni yani kota hii sisi tulikuwa tunakaa namba 11, wao wanakaa namba 12. Tupo wadogo. Huyu mwanaume tulisoma pamoja. Umeona? Kwa hiyo hata malezi yangu mimi naweza nikasema wazazi wake walikuwa wanachangia kuendelea, kwa sababu wakati mwingine wazazi wanasafiri wanatuacha kwao. Wakati mwingine wao wazazi wao wanasafiri, wale wanabaki kwetu. Huyu ni watu ambao tulikopo tumezoeana, yani kabisa huwezi kuzania hiki ambacho kitatokea. Hata marehemu babangu kabla hajafariki, mimi nilivyomwambia kwamba naolewa na huyu, babangu alifurahi, yani alifurahi sana. Akaona kwamba mimi niko mikono salama, yani alifurahi sana. Lakini baada ya kufariki kilichokuja kutokea, yani vitendo vibaya sana vilivyokuja kutokea, yani hata mimi mwenyewe sijaamini, wadogo zangu hawajaamini, mamangu hakuwahi kuamini, yani kwa jinsi hivyo tulivyokuwa tunaishi. Yani kwa sasa hivi hapa huwezi amini, yani kama imekopo hiyo ndoa imeleta yani mkanganyiko wa familia mbili zisielewane tena. Huwezi kuamini, yani watu wabaya sana. Watu inapofika sehemu ya pesa, watu wanabadilika. Mtu anabadilika kabisa. Kwa sababu mimi yule mzee nilikopo ninakaa naye hapo, anaumwa, nampeleka hospitali, na jijini saa zingine hospitali, huyo mwanae saa zingine anakuwa amesafiri. Umeona?
anakuwa ameenda labda kozi miezi mingapi. Yule mzee hataki kukaa kwake huko Iringa, akawa kahamia tu huku kwetu moja kwa yani huku Dar es Salaam, ndo tukawa tunakaa naye mimi hapo nyumbani. Kwa hiyo akawa yani anavyougua vile akawa kama vile yupo chini yangu mimi, na mimi nilikopo namuuguza kwa moyo mmoja as my father, kwa sababu kutokana na vile jinsi tulivyoishi miaka ya nyuma. Basi najihimu saa zingine hospitali saa ngapi, hadi tunaondoka saa 8 kutoka huku Kigamboni Mwasanga kwenda mpaka Rugalo, hospitali ile ya jeshi. Namfatilizia matibabu nini kila kitu, narudi nyumbani. Hivyo hivyo saa zingine mwanae atoi hela, mimi natoa kwenye biashara yangu na muuguza. Hivyo hivyo mpaka anapata nafuu. Akisema tu aende Iringa, kule Iringa yeye hataki, anahisi kama vile yani huku labda mimi naachiwa hela nyingi na mwanae sijui vipi, kumbe hakuna chochote kile. Mwisho siku alipokuwa anapata nafuu akaamua kabisa, ni wewe. Yaani alipokuwa anapata nafuu sasa akaanza kabisa kuniambia live, yaani wewe ungelijua hapa bora tatu mwambie huyo mumeo sijui akutafutie akujengee nyumba uondoke. Hii nyumba sio ya kwenu, hii nyumba kwangu mimi. Sijui yani naambia mimi kweli kweli hiyo nyumba nilimkuta nayo huyo kijana. Nikamwambia mimi baba, mimi hapa sijaja kuishi kwa ajili ya nyumba. Mimi nilikuja kuishi tu kwa muunganiko tu wa imetokea sisi tumeungana, basi nikaona wale watu ambao tunajuana basi tuishi tu na mwenzangu tufanye maisha, lakini sijafuata kitu chochote kile pale mimi. Hata yani nipo naye naishi naye tu kwa upendo mmoja, naishi naye tu kwa yani kwa amani zote. Wewe wala usiwe na wasiwasi. Na kama unaona kama ipo hivyo, mwambie tu mtoto wako. Unaona? Mara basi anafanya vituko. Kwanza huko chumbani kwako mtoto wako mwanae sasa akiwa haipo. Huko chumbani kwako huko, mimi inabidi nije nikae mimi, wewe uhamie huko nako kaa mimi. Kwa ajili kule kwangu mimi siku yako na master. Sasa ananilazimisha mimi nitoke kule chumbani kwangu mimi niende nikakae chumba hicho ambacho akina yani cha wageni sasa ni ambacho amefikia yeye. Yeye kule ni mpishi. Naambia hayo baba, hiyo haiwezekani. Basi anapita mtaani nakwambia anatangaza maneno mabaya kipindi hicho mimi mwanae ndo aliniacha na mimba. Ile mimba sasa mtoto wangu mwanzo sijui ananinyima chakula, sijui nitangazia vibaya sana mtaani, kusema za ukweli. Nitangazia vibaya kweli kweli. Na alivyoona mwanae sasa yani hasikilizi yale maneno yake, ndo hapo sasa akaamua kutumia hizo plan B za kishirikina. Mpaka tunaachana. Mimi yule kijana sawa alikuwa na mapungufu yake hayo ya wanawake sijui nini, lakini sikuwezaga kuyatilia maanani yani ile sana, kwa sababu ni unavyojua tena hakuna mwanaume mwanajeshi ambaye katulia hayupo, na ukicheke mimi tayari nishakuwa nimezaa naye. Kwa hiyo nikaamua basi kwa hiyo nini niendelee tu kukaa naye na yani kabla sijaoana naye mwanzangu, kumbe yeye alikuwa tayari anatumia kumbe hizo dozi bila kunishirikisha mimi. Lakini nikaja nikajua hiyo bado, na yeye mwenyewe kwa kuniahidi kabisa mimi akaniambia bwana mimi nitatulia tu na wewe. Tukaenda tumepima, mimi nikaona kama niko vizuri. Yeye pale madaktari wakamwambia bwana basi wewe endelea tu kutumia dozi kusudi umlinde huyo mwenzio. Lakini yani baada mwenzangu atulie akawa sio mtulivu sasa, umeona. Na mzazi wake mwenyewe sasa nilikuwa namsimulia na kumwambia si hatuna muda kukaa naye mtu kikao, kama unataka kuondoka sema nikusaidie namna ya kuondoka. Unakutana sisi binadamu kusema za kweli tunapitia vitu vingi sana vya kuumiza moyo, vya kukatisha tamaa, kusema ni uwezi tena kukaa kumwamini mtu mwingine ni hivyo. Unasikiliza makala ya Hii ni Hali Halisi. Naam mpenzi mtazamaji, hayo ndiyo ambayo yaliyomkuta na hapa anaendelea kutueleza. Bado uko na mimi katika makala hii, ninaitwa Hasdi02 Baba Sam the King, tukiendelea kumsikiliza dada yetu Amina Rashidi akiwa anaendelea
kutusimulia kutokana na maisha aliyoyapitia. Hii ni makala yetu kabisa ambayo nadhani walio wengi sana ambao mmesubscribe channel yetu sio ngeni kwenu, mmekuwa mkisikiliza pale ambapo tunapokuwa tumepata stori za watu kama hivi. Kwa hiyo tunaendelea kumsikiliza stori yake, namna jinsi ambavyo anaendelea kutuambia makala hii ya hali halisi. Hiki ni kitu ambacho ni halisia na kimetokea kweli. Kuna jambo la kujifunza hapa, mtazamaji. Kwa hiyo tuendelee kumsikiliza dada yetu Amina Rashidi. Unasikiliza makala ya hii ni hali halisi. Yaani mimi pale kikubwa nilichokuwa na wazaga kati mwingine ni kwamba yaani naumia, yaani moyo wangu wao unaniuma sana. Bila yaani hii familia ya kwao haijui kwamba mimi nilikuwa nateseka na nini, navumilia na nini. Sasa ninapokuwa ninapeleka mashtaka kwao, kama kwa huyo mzee, itakuwa awe anamkanya yeye kama mzazi. Umeona, pengine angetulia, lakini yeye hapana. Yeye hamsemi mtoto wake hata siku moja. Yaani mtoto wake huyo unaweza kukuta mambo yaani ni vitu vibaya kweli alikuwa anavifanya na yeye kijana, lakini ukija ukivishirikisha kwa wazazi wake hawamsemi. Sasa sijui kwa sababu wao walikuwa wanamtegemea tu huyo, wanamuogopa, yaani hivyo. Lakini pia naweza nikasema ndio nimshukuru Mungu kwa kupitia mzee nimetoka nikiwa salama salmini. Nikasema hiyo namshukuru Mungu, japokuwa saa hizi maisha yamenipiga na ninapata tabu kweli. Sielewi. Saa zingine mtu unalala tu bila kula, biashara ndo kama hivyo haziendi, bado sijasimama vizuri kimtaji, yaani nipo. Saa zingine unakuta unadaiwa kodi ya nyumba, ni bado sijasimama vizuri. Sijasimama kabisa vizuri, yani bado. Moyo unauma, lakini hivyo inabidi tu upige moyo konde, maisha yaende. Sababu utasema utalia mpaka saa ngapi? Utasononeka moyo wako mpaka saa ngapi? Mwisho wa siku bado inatakiwa nini? Maisha yaende. Hata ufanyaje, lakini inatakiwa mwisho wa siku maisha yaende. Tusahau tu hayo yalotokea basi. Nitakuomba tu Mungu hivyo. Kubwa uzima tu uwepo hivyo. Unasikiliza makala ya hii ni hali halisi. Naam, mpenzi mtazamaji, kwa kweli hii inasikitisha sana kuona wanawake wanaendelea kudhalilika, na pia yule mtu ambaye unakuwa umepata mwanamke alafu baadaye unaanza kumdhalilisha kiasi hicho. Kwa kweli inakuwa haipendezi katika jamii. Kwa hiyo inatakiwa tujifunze wanaume wote, ambapo tunapokuwa tumepata mwanamke, ukipata mwanamke ambaye ana uwezo wa kuhimili mikiki, kuna baadhi ya vitu hata we mwenyewe unakuwa na makosa. Yaani kuna vitu ambavyo anajaribu kukuvumilia wewe kutokana na namna jinsi ulivyo. Ni vitu vingi tu, yani kuna mambo mengine inabidi mchukuliane ili ndoa iweze kwenda. Yeye avumilie madhaifu yako na wewe uvumilie madhaifu yake. Japokuwa kuna mengine ambayo hayavumiliki, lakini mengine yaliyo mengi sana huwa yanavumilika, kwa sababu sisi ni binadamu. Kukosea ni mojawapo ya kitu ambacho kipo katika maisha yetu. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kukoseana ni hali tu ya kawaida, lakini inatakiwa usizidishe makosa kwa mwenzako. Kama endapo wewe mwenyewe hakuzidishi makosa, anakupenda alafu unaanza kumzidishia makosa,
Tazama kitu kama hicho ambacho tumekisikiliza hapo. Sasa twende tukamsikilize alivyokuwa anazungumza kuhusiana na baba mkwe wake. Manake baba mkwe wake alitoka Iringa, ikabidi aje hapo hapo Mwasonga jijini Dar es Salaam, wilaya ya Kigamboni hapo. Ikabidi sasa mkaza mwana wake, yani huyu mke wa mtoto wake, huyo mzee, yani huyo mzee ambaye ana mtoto wake huyu mwanajeshi, baada ya yani huyu mume wa Amina, baba yake sasa ameamua kutoka Iringa huko, amekuja moja kwa moja mpaka jiji la Dar es Salaam, hapo Mwasonga Center hapo, amekuja hapo Mwasonga Center, kata ya Mwasonga, wilaya ya Kigamboni hapo. Ikabidi huyu binti Amina aanze kumlea sasa baba mkwe wake, akiwa anaugua, yeye ndo anamtibia. Hatimaye sikiliza ambacho alichokuja kumfanyia sasa. Japokuwa anaendelea kuishi naye, na yeye ndo anayemtunza kwa sababu mwanae, yani huyu mwanajeshi huyu, yani huyu kijana ambaye amemuoa Amina, mara nyingi anakuwa yupo jeshini. Kwa hiyo Amina ndo anachukua jukumu la kumlea baba mkwe wake. Lakini sikiliza ambapo anapokuwa amepona kile ambacho anachomfanyia Amina. Sikiliza, tuendelee kumsikiliza. Amina, tueleze ni kitu gani ambacho baba mkwe alianza kukufanyia? Unasikiliza makala ya Hii ni Hali Halisi. Yani na mambo mengine yule mzee wakati yuko pale nyumbani alikuwa anayaona yanayoendelea pale nyumbani. Matokeo yake yeye mwenyewe yani anaanza kero, yani unakana baba mkwe nyumbani kwako, anaanza kununua sijui masufuria, majiko, anaanza kupika chumbani mwake yeye mwenyewe, wakati wewe uko mtoto wake haja kutumia hela hata ya mwezi, na una mtoto mchanga yani hujui chochote kile. Mzazi anapika chumbani mwake, anakula mwenyewe. Kwa yani mimi nikifikiriaga saa zingine moyo unaniuma sana, unaniuma sana, najiulizaga hivi kwa nini? Kwa nini yale mambo yalikuwa yanatokea vile? Haya sasa mpaka saizi yule mzee, je, amekipata alichokuwa amekitaka? Hakuna. Sana mtoto wake tena sasa baada ya kuachana na mimi kageukia tena kwenye maulevi, analala kwenye maubanda huko, mambo machafu tena anaendelea kuyafanya. Mwenye hajapata kile alichokitarajia na ameshaondoshwa pale, karudi Iringa. Kwa hiyo yani usimfanyie mwenzako ubaya, wala usitake, yani mtu usimdharau mtu. Mimi kitu ndo nilichojifunza hicho. Hujui nani atakusaidia. Yule mzee mimi nilikuwa namsaidia sana, yani sana. Unajua, ni hata babangu mwenyewe mimi alivyokuwa anaugua sikuwahi kumuuguza kama alivyokuwa anamuuguza vile. Afu fikiria ni baba mkwe wangu. Na nasemaga tu bana, basi namwachia Mwenyezi Mungu. Yote yawe tu yamepita, tuishi. Na yule kijana yule toka mimi nimeachana naye pale, wale watoto hao watoto wadogo hao wawili mimi nimewapeleka kwao, wanakaa nao. Kijana yule sijai kuongea naye, hata kumuona hivi machoni. Yule mzee alivyomfanyia vitu vibaya, yani hata kusalimiana hata salimiani wala nini. Ndio hivyo rafiki yangu. Unasikiliza makala ya Hii ni Hali Halisi. Namo mpenzi mtazamaji, na si hayo tu ambayo tumeyasikia kwa Amina. Kuna mambo mengine aliamua sasa, hata baada ya kutoka kwa huyo mwanaume, huyo mwanajeshi, baada ya kuachana naye na kuachana kabisa na hivyo visanga vya baba mkwe ambavyo tumetoka kuvisikiliza, lakini bado alianza kutengeneza maisha yake yeye mwenyewe, na maisha yake aliyokuwa
akianza kuyatengeneza baada ya kutoka kwa mume wake, ilibidi aanze kwenda kujifunza masuala ya vikoba. Kuna jamaa ambaye tuseme ni shoga yake, ambaye aliambiwa kutokana na kwamba alikuwa anaendelea kuishi maisha ambayo sio mazuri, ikabidi amwambie kuhusiana na masuala ya vikoba, kwa sababu walikuwa marafiki na huyo shoga yake alikuwa ndani ya kikoba. Ikabidi aanze kumwambia amfundishe masuala ya vikoba. Lakini sikiliza haya ambayo yaliyokuja kumkuta hata ndani ya vikoba tu kwenyewe, namna jinsi ambavyo hana bahati. Alikutana huko tena na kisanga katika vikoba. Maana yake hakukuwepo tena na hali yoyote ile ambayo inatia matumaini kwake yeye kuweza kupata maisha. Kwenye vikoba utasikia namna jinsi ambavyo walivyomfanyia, lakini mtoto wake wa mwisho atakuja kukuambia ana miaka mingapi. Dada Amina, tuambie kwenye vikoba yalikukuta mambo gani, na mpaka sasa mtoto wako wa mwisho ana umri gani dada yetu? Endelea kutusimulia. Unasikiliza makala ya Hii ni Hali Halisi. Huko nilipoenda kufanya kazi, huyo ni mwalimu ambaye alinifundisha mimi kwa ualimu wa vikoba. Sasa katika hiyo taasisi ambayo alikuwa ananifundishia, yule mkurugenzi wa pale, kwa akawa mwagaia vitengo, ina maana naye akawa amefungua kituo chake. Kwa sasa ndo akawa ananijenga kwa sababu ni mwanafunzi wake, ndio akawa ameniomba mimi niende pale. Sasa kumbe yani yeye vile vikundi tunapofungua zile hela, yeye anatumia afanye ile inavyotakiwa. Umeona, hata vikundi haviendi, tunapambana huko, lakini yeye vikundi vinapofika muda wa kutaka mkopo, pesa nakopoana sikaitumia, yani unakuta accounting empty, hakuna kitu, mpaka nasi wafanyakazi tupo hatuna kitu. Kwa hiyo nimepoteza tena hapo muda wangu wa miezi hiyo 4. Basi nafanyaje tena? Nimekaa hapa hata sielewi. Mtoto wangu wa mwisho sasa hivi hapa ikifika mwezi wa 6 anafikisha miaka 3. Unasikiliza makala ya Hii ni Hali Halisi. Namo mpenzi mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel, nadhani kutokana na simulizi hii ya haya ambayo yamemkuta dada yetu Amina Rashidi, nadhani utakuwa umejifunza mengi kutokana na makala hii ya Hali Halisi. Nikutakia wakati mwema, na kama endapo utawiwa kumsaidia huyu dada, manake una uwezo wa kunitafuta mimi mwenyewe, nitakuunganisha naye kwa sababu nina namba yake. Nitakuunganisha naye, utaweza kumsaidia pale ambapo utakapoweza. Mimi ni Hasdi 02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka wakati mwingine tutakapopata makala tena hii ya Hali Halisi. Vitu halisia kabisa ambavyo vinawakuta wenzetu ambao wanakuwa wananyanyasika katika maisha, au wananyanyasika katika mapenzi na mambo mengine kibao. Kwa hiyo huyu tumeona namna jinsi ambavyo amenyanyasika kwa mume wake. Kwa hiyo mtu yoyote yule utakapouiwa, kama una chochote kile cha kuweza kutoa, kumbuka kutoa ni moyo na sio utajiri, basi unaweza ukawasiliana na mimi Hasdi 02 Baba Sam the King, nikakuunganisha moja kwa moja na binti huyu au mwanamke huyu au mwanamama huyu wa kuitwa Amina Rashidi. Unaweza ukanitafuta kupitia namba yangu ya mkononi hapa ambayo ni 0752 73 25 15 0752
732515. Nitakuunganisha naye huyu dada wa kuitwa Amina Rashidi. Unaweza kumsaidia kwa chochote kile ambacho utakachowiwa. Nikuage niseme kwa heri mpaka hapo tutakapokutana tena katika makala zetu hizi za hali halisi. Niseme endelea kufuatilia simulizi ambazo zinaendelea katika chaneli hii na makala mbalimbali ambazo zinaendelea katika chaneli hii. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King. Nikuage niseme kwa heri mpaka wakati ujao. Alamsiki. Unasikiliza makala ya Hii ni Hali Halisi. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za